Kwa nini agano? Kwa nini Mungu anaoperate kwa agano? Kwanza ni security, nakupa security and protection. Ulinzi. Unaingia agano na Mungu kwa sababu ya ulinzi. Unaingia agano na mtu kwa sababu ya ulinzi, kulinda yale makubaliano, kulindana upande mmoja na mwingine. Kusoma kitabu kile cha Yoshua 10 mstari wa kwanza, wana wa Gibeon walipoona kwamba Joshua ameipiga Ai, ameichukua Ai, na jinsi ambavyo Joshua na wana Israeli walikuwa wanatisha wakiwa wanakabili kwenda occupy Canaan, akasema tuingie maagano nao. Wana wa Gibeon wakaingia maagano na wana wa Israeli, wakasema sisi tutakuwa watumwa wenu. Wakaingia maagano nao, wakawa kitu kimoja. Covenant kinachokifanya ni kwamba unapokubali kuingia kwenye maagano na mtu, manake unakuwa kitu kimoja na yeye, manake mnakubaliana. Kuna aina tofauti ya maagano. Watu wanapoingia, kuna maagano mfano ya urafiki, watu wanachanja mpaka damu. Yaani mtu anachanja damu ya kwako na ya mwingine, mnachanja, alafu unaweza mkaweka kwenye kikombe, mkanywa kinywaji pamoja, wakanywa. Hiyo ni agano kwamba mimi nitakuwa rafiki yako milele. Tatizo lako litakuwa tatizo langu, na tatizo la kwako litakuwa la kwangu, la kwake litakuwa la kwangu. Chochote kitakachokupata wewe kitanihusu na mimi. Mimi ni wewe na wewe ni mimi. Ndio maana pia maagano huwa yana nguvu. Ndio maana maagano ya ndoa yana nguvu. Unapoagana namna hiyo, kinachotokea ni kwamba unaingia kwenye makubaliano ambayo una secure protection, ulinzi. Kwa wana wa Gibeon walipoingia agano na wana wa Israel, walikuwa wanaingia agano kwa namna ambayo wana secure protection. Biblia inasema baada tu ya kuingia agano namna ile, wakakubaliana kwamba kwa upande wao hawatapigana nao, watakuwa watumwa wao, watawaheshimu. Biblia inasema wana wa Amori walikasirika, wakajiunga mataifa 5 kupigana nao. Ukisoma kwenye Yoshua 10:24-25, wakaungana nao ili kuwapiga wana wa Gibeon. Wana wa Gibeon walivyoona hivyo, wakaenda kwa Joshua, wasema Joshua, unajua tumeingia mkataba na wewe, tumeingia makubaliano na wewe. Sema Joshua, ona hawa wa Amori wameungana ili kutupiga. Kwa sababu ya lile agano, Joshua akasimama upande wa Gibeon kupigana nao, na Biblia inasema wakawapiga kipigo ambacho hawajawahi kukiona. Kwa kitu gani kinasababisha wapige wale? Ni kwa sababu ya lile agano. Ndivyo hivyo ambavyo Mungu akiwa ameagana na mtu kwenye jambo fulani, yule mwingine ambaye anakuja kukupiga wewe, Mungu anainuka upande wako. Ukiwa umeactivate agano lako la uponyaji kwa wewe kumtii Mungu, ukimtumikia yeye, na amesema atabariki chakula chako na maji yako na atakuondolea kila aina ugonjwa. Kwa namna hiyo hiyo, hauhitaji muujiza, unahitaji kujua tu kwamba I'm a covenant guy with God. Mimi ni mtu wa agano na Mungu kwenye afya ya kiungu. Kwa hiyo ukiona ugonjwa unakuja, unanyanyua Biblia yako mwanangu, unatafuta Mungu. Mungu wako wapi mavuno hapa? Unatafuta waliko wenye dhambi, unaenda kuhubiri Injili mwanangu. Sihitaji kuomba kwa ajili ya uponyaji, nishapona. Kwani kwa sababu anasema utamtumikia. Ukishamtumikia yeye, anabariki chakula chako na maji yako. Unamaliza pale, umehubiri watu Injili, umewaleta watu kwa Yesu, unamaliza, unachukua nini? Maji yako, unachukua na chakula chako. Mungu asante. Hapo una ugonjwa mwanangu. Mungu asante kwa sababu nimekutumikia leo. Mmoja ameokoka, hata kama hajaokoka mtu, leo nimetangaza Injili. Bwana Yesu hajaokoka hata mmoja, ila ninakushukuru kwa chakula na maji unachokibariki. Asante. Nanyanyuka, ninaendelea. Kinachotokea ni kwamba sina ugonjwa. Hivyo ndio ambao unaishi kiagano. Sio sasa ugonjwa itakuwaje? Utakuwa no, au ishi kiagano, ndio maana unapaparika. Na ile ambayo anasema mtamtumikia Bwana haishi pale. Anasema you shall worship him. So ibada ambayo naizungumza hapo, utumishi ambao unazungumza, sio tu kwamba umeenda tukubiri Injili. Yaani ile kwamba maisha yako wewe yanamtukuza Bwana automatically. Usome translation zingine, say you shall worship the Lord your God. Asa worship ama ibada ni zaidi ya kuimba, zaidi ya kuimba nyimbo za taratibu za haraka haraka, zaidi ya kucheza. Worship ni maisha. Ibada ni maisha yako yote. Chochote kile unachokifanya kwenye maisha ni ibada. Kutoka 23
translation ya Amplified na Message Bible. Sema, you must save only the Lord your God. If you do, I'll bless you with food and water, and I'll keep you health. Inasema, but you save your God, and He'll bless your food and your water. I'll get rid of the sickness among you. Hiyo save ambao anamaanisha ibada au utumishi ambao kwako sio tu kwamba unafanya kitu cha kimungu, lakini you are doing everything for God. Chochote unachokifanya ni kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Kutumika ni maisha yako yote. Yaani utumishi ni ibada yako yote kwa Mungu. Ni maisha yako yote kwa Mungu. Huo ndio utumishi ambao Mungu anaumaanisha. Anasema utamtumikia only your God. Only your God. Only maana yake yeye peke yake. Anaposema only anamaanisha utamwabudu yeye peke yake. Asingesema only, maana yake nini? Huo utumishi ni zaidi ya kutumika kawaida. Huo utumishi maana yake hataki kitu kingine kiwe above, kiwe zaidi ya Mungu. Ndio maana nakwambia hiyo ni ibada. Ibada maana yake nini? Ibada ni kukiinua kitu au jambo au mtu kuliko jambo lingine lolote. Worship is an exaltation of something or somebody or a deity above another deity. Kuinua jambo au kiumbe au mtu au Mungu au miungu kuliko Mungu mwingine au jambo lingine. Hiyo ndio ibada. Kwa utakapoona kwamba kuna jambo ambalo ni muhimu zaidi kuliko Mungu wako, ujue hiyo imebadilika kuwa ibada yako, lakini sio ya Mungu ila ya sanamu. Kwa inabadilika kuwa sanamu yako. Lakini utakapoona maisha yako yote hakuna chochote ambacho kinaweza kuzidi ukuu wa Mungu kwenye maisha yako, hiyo ndio ibada ya kweli ya Mungu. Kwamba hakuna siku ambayo utapata stabu kwenda kanisani kwa sababu tu kuna World Cup. World Cup inatokea siku hiyo hiyo, wakati huo huo wa ibada. Mpira ule wa kombe la dunia, wakati huo huo ambao ibada inatokea kanisani, na wakati huo huo kuna kombe la dunia kati ya Brazil na Uingereza, na ndio timu zako unazipenda, au kati ya Brazil na Spain. Kwa hiyo utakapochagua kuangalia mpira badala ya kwenda kanisani kumwabudu Mungu, kwako kuangalia mpira kunageuka kwamba ni kukubwa kuliko kanisa. Na kama ni kukubwa kuliko kanisa, hiyo imebadilika kuwa ni ibada yako ambayo ni ya sanamu. Kuna watu wanajiuliza wasema, unaabuduje sanamu? Ndio hivyo. Pale ambapo kazi yako unaona ni ya muhimu zaidi kuliko kwenda kanisani. Hata kama hakuna sababu ya kwenda Jumapili kazini, unaamua kwenda kazini badala ya kanisani. Wakati wa kuomba unaona bora kuangalia movie kuliko kuomba. Kwa movie imebadilika kuwa ibada ya kwako. Wengine pesa. Akishaona kuna deal la pesa, alafu kuna issue ya kwenda kanisani, kuna issue ya kwenda kuhubiri Injili, akaona bora nikadili na issue ya pesa. Kwa pesa imebadilika kwako kuwa nini? Ibada sana. Unaiabudu hela, sio Mungu. Sikwambii usifanye kazi. Amen. Issue ni priority. Kipi ni kipaumbele? Kipi unakitanguliza?